Kwa majina naitwa Dr. Irene Swenya kutoka katika kitengo cha macho hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya. Ikiwa ni wiki ya ufahamu au maadhimisho ya saratani ya macho kwa watoto au kwa jina la kitaalamu inaitwa retinoblastoma, tumeona tuje tutoe elimu na ufahamu, kuelimisha juu ya hii saratani ya macho kwa watoto au retinoblastoma. Kwa kawaida kuna aina mbili za saratani ya macho kwa watoto. Iko aina ya kwanza ambayo tunasema ni ya kifamilia au ni ya kurithi, lakini iko aina ya pili ambayo sio ya kifamilia, yenye haihusiani na urithi. Tukianza na aina hii ya kwanza ambayo ni ya kifamilia au ya kurithi, hii ni pale ambapo saratani imetokana na mtoto amelisi vinasaba vyenye shida tayari, vyenye mabadiliko tayari, ambavyo vinatoka kwa baba pamoja na mama. Kwa hiyo kwenye mbegu ya baba na kwenye yai la mama linakuwa lina vinasaba ambavyo tayari vina mabadiliko ambayo sio mazuri. Mabadiliko hayo yanakuja kumletea mtoto saratani ya macho. Aina hii ya saratani inachukua 40% ya saratani zote za macho. Kwa hiyo kama tukiwa na wagonjwa 100, watoto 100 wenye saratani ya macho, basi watoto 40 sababu ya hii saratani yao ni ya kurithi. Inamaanisha kwenye vinasaba vyao kutoka kwa baba na mama walipokea vinasaba ambavyo tayari vina hayo mabadiliko ambayo yamepelekea saratani. Lakini aina ya pili hii ambayo si ya kurithi, yenyewe inachukua 60%. Yenyewe inatokana na mabadiliko kwenye DNA ya mtoto ambayo hayana sababu ya moja kwa moja, lakini DNA ya mtoto inaleta mutation. Ile mutation au mabadiliko yanasababisha kutengenezeka kwa seli ambazo tayari zina shida. Zile seli zinaendelea kuzaliana kwa kasi zinatengeneza uvimbe. Hii ni aina ya pili, yenyewe haina uhusiano kabisa na urithi, na yenyewe ni kubwa zaidi, asilimia ni kubwa zaidi ukilinganisha na hii ya urithi. Yenyewe ni 60% ukilinganisha na 40 ya huku kwenye urithi. Kwa kuanza, retinoblastoma ni saratani au ni uvimbe ambao unatokea kwenye seli changa za pazia la uoni ambayo inawapata watoto chini ya miaka 5. Ni ugonjwa ambao mara nyingi watu hawafahamu kama upo. Ni ugonjwa ambao hautokei mara kwa mara, lakini unapotokea una athari kubwa sana kwa watoto. Kwa kwanza kabisa, ningependa kuelezea dalili au viashiria ambavyo mzazi akiviona ajue kwamba mtoto wangu anaweza kawa na hii changamoto ya saratani ya jicho au retinoblastoma. Kiashiria cha kwanza kabisa ni kuwa na rangi nyeupe katika ule mzunguko wa katikati wa jicho. Kwa kawaida jicho la mtu yoyote yule, awe mtoto uwe mkubwa, ina sehemu ambako ina rangi nyeupe, lakini pale katikati pana duara ambalo huwa linakuwa na rangi nyeusi. Endapo kutakuwa kuna rangi nyeupe kwenye hilo duara, sehemu ambako tunategemea kuwa kuna rangi nyeusi, basi hiyo tayari ni changamoto. Inawezekana ikawa ni mtoto wa jicho, lakini pia inawezekana ikawa ni hii saratani ya macho kwa watoto. Kwa hiyo ndugu mzazi, endapo utaona kuna rangi nyeupe kwenye ile duara la katikati la kwenye jicho la mtoto, sehemu ambako inabidi iwe nyeusi, basi hakikisha unamleta mtoto wako kwenye kituo cha afya au hapa kwenye hospitali yetu kubwa kabisa, hospitali yetu pendwa ya rufaa ya kanda Mbeya, ili mtoto wako aweze kuchunguzwa, ili kama ana hiyo shida basi aweze kupatiwa matibabu. Lakini dalili nyingine ni jicho la mtoto kutengeneza kengeza. Kuna wengine wanatumia lugha ya kengeza, kuna wengine wanatumia malienge. Lugha yote utakayoamua kutumia ni sawa kulingana na aina au asili yako ya lugha ambayo umeizoea. Lakini nikisemea kengeza na maanisha jicho la mtoto linakuwa haliangalii mbele, linakuwa au limeangalia pembeni au limeangalia ndani. Kwa kawaida kama mimi na kuangalia wewe au wewe unaniangalia mimi, utaona macho yangu tunaangaliana, yote yanaangalia mbele. Ila kama ukiona kwamba jicho baada ya kuwa linaangalia mbele, labda kuna moja linaangalia mbele, jingine either linaangalia kwa ndani au linaangalia kwa nje, hiyo tayari tunasema ni kengeza au malienge. Basi ukiona mtoto jicho lake limeweka kengeza au malienge, basi mlete hapo hospitalini kwetu ili aweze kuchunguzwa, tuone je, hiyo ni shida tu ya kengeza kama kengeza au ni saratani ya jicho, kwa sababu kwa hatua za mwanzoni za saratani ya jicho kwa watoto, jicho huwa linatengeneza kengeza. Baada ya hizo dalili nilizozitaja,
Dalili nyingine ni jicho kupoteza uwezo wa kuona. Mzazi inabidi umchunguze mtoto wako ili kutambua kama macho yake yanaona au hayaoni. Unaweza kukuta macho yake mwanzoni alikuwa anaona, ila unaona kadiri siku zinavyozidi kwenda hili jicho limepunguza au limepoteza uwezo wa kuona. Ukiona hicho kidalili, basi unakuja, tunaweza kumchunguza mtoto ili tuone kama ana hiyo changamoto ya saratani ya jicho kwa watoto au retinoblastoma au ana changamoto nyingine, ili na zenyewe zitibiwe kulingana na aina ya changamoto ambayo mtoto atakuja nayo. Lakini kipo kiashiria kingine ambacho ukikiona mzazi, mlete mtoto, tunaita kwa lugha ya kitaalamu cat eye reflex au jicho paka. Kwa mfano mzuri, ukiwa unamwangalia paka usiku kwenye giza, unaona macho yake yanawaka au macho yake yana mwanga, anatoa mwanga. Ni kawaida kwa paka macho yake kuwa yanawaka hivyo usiku, lakini sio kawaida kwa binadamu macho yake kuwa yanawaka usiku. Kwa hiyo kama ukimwangalia mtoto kwenye giza ukaona mmoja ya jicho lake linawaka au linakuwa kama vile la paka kwenye giza, basi yawezekana ikawa ni saratani ya jicho kwa watoto au retinoblastoma au isiwe hiyo. Kwa hiyo ukiona kitu kama hicho, basi unamleta mtoto afanyiwe uchunguzi ili kujiridhisha kama kweli anayo changamoto ya retinoblastoma au hana hiyo changamoto. Na ni muhimu endapo ukiziona dalili hizo kumleta mtoto mapema afanyiwe uchunguzi. Kwa nini tunasema hivyo? Aina hii ya saratani ni saratani ambayo ni kweli inakuwa kwa kasi, lakini inakuwa kwenda kwenye sehemu ambazo ni za hatari zaidi kwa mtoto. Inakuwa kwenda kwenye ubongo na kwenda kwenye mifupa ya kichwa. Sasa ikishakuwa ikafika kwenye imefika hatua za mbele kabisa, imeenda kwenye ubongo au kwenye mifupa huko ya kichwa, ni hatua ambazo haziwezi kukomboleka. Hatuwezi tena kumkomboa mtoto tukasema atapona, ataendelea kuishi akafika ukubwa wake, hapana. Ila kumbe kama mzazi ungeziona zile dalili nilizozitaja haraka ukamleta akiwa bado kwenye hizo dalili, labda tu umeona jicho linawaka kwenye giza ukamleta, au umeona tayari ameshaweka ule mtoto wa jicho au kuna kitu cheupe kwenye ule mzunguko mweusi wa jicho ukamleta, basi ni miongoni mwa dalili ambazo kidogo ziko mapema. Ni dalili ambazo ukimleta mtoto wakati huo, basi tuna uhakika kwamba maisha yake yatakomboka, atapatiwa matibabu, lakini ataendelea kuishi, kuliko ukachelewa ukamleta tayari saratani imeshafika mbali zaidi. Ni muda ambako sasa hata matibabu yakifanyika bado hutaweza kuokoa uhai wa mtoto. Kwa hiyo tunapenda kuasisitiza wananchi wote wa Mbeya, viunga vya Mbeya pamoja na Tanzania kwa ujumla, endapo ukiona dalili hizo ambazo nimezigusia kwenye macho ya mtoto wako, basi usisite kumleta mapema. Lakini ziko dalili nyingine kama jicho kuwa jekundu, jicho kuvimba, chochote utakachokiona cha tofauti kwenye jicho la mtoto wako, mlete afanyiwe matibabu, kwa sababu aina ya jinsi ugonjwa unavyo present kwa mtu mmoja na kwa mtu mwingine unatofautiana. Inawezekana mtoto wako asiwe na dalili hizi nilizozitaja, akawa na dalili nyingine, labda jicho limekuwa jekundu, limepandisha pressure. Mlete. Ukiona kitu chochote cha tofauti ambacho hakikuwepo awali au hakiko sawa kama watoto wengine, basi mlete ili achunguzwe. Akichunguzwa atafanyiwa matibabu kulingana na ile shida ambayo mtoto yupo nayo.